Assalamu alaikum, Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Msikilizaji na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu sana. Ninaamini ya kwamba umekuwa na wakati mzuri sana kwa kuendelea kubarikiwa na vipindi vyetu, na sasa nikukaribishe, maana ni wasaa wa kuweza kutazama kipindi cha Lulu za Injili, kipindi pekee ambacho kinakukutanisha wewe unayefuatilia na mdau wa muziki huu wa Injili, kuwapata kwa ukaribu kabisa wale waimbaji binafsi, kwaya pamoja na vikundi ambavyo ninakuwa navyo. Na siku hii ya leo, kutokea katika visiwa vya harufu nzuri ya karafuu huko Zanzibar, nimefika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tunguu. Ndipo mahali pekee ambapo utaweza kukutana na waimbaji hawa wa kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Tunguu. Hapa ndipo ambapo Lulu za Injili kwa siku ya leo zinatokea, na tutaweza kubarikiwa kwa nyimbo, lakini pia ninaamini ya kwamba kwa wewe yawezekana ni mara yako ya kwanza kuifahamu kwaya ya Tunguu. Leo utapata nafasi nzuri ya kuweza kuwafahamu kwa kina zaidi. Nimebarikiwa kuweza kuwakuta wenyewe waimbaji, tutaweza kuwasikia hapa, lakini pia katika studio zetu hizi ndogo hapa kanisani, basi nimebahatika kuweza kuwa na wale ambao wamepewa jukumu la kuweza kuwa pamoja nami. Naitwa Prince Emmanuel na leo niko kanisani Tunguu. Baada ya mapumziko mafupi, nitaweza kuzungumza na wale ambao nimepewa jukumu la kuweza kuwa na kipindi. Tafadhali salia pamoja nami. Yes, nikukaribisha tena. Kama ndio kwanza unajiunga pamoja nami, kumbuka kipindi hewani ni Lulu za Injili, nami ni Prince Emmanuel, na nimekuambia kwamba niko kanisani Tunguu huku visiwani Zanzibar, na leo nimekutana ama wageni ambao utakuwa nao ni kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato Tunguu. Niko na baadhi tu ya waimbaji, lakini pia naamini ni viongozi katika kwaya hii. Wapendwa, habari zenu? Salama. Wazima kabisa? Wazima kabisa, tunamshukuru Mungu. Habari za Zanzibar? Nzuri kabisa. Kikubwa zaidi ambacho mnatunyima huku visiwani ni nini kwa upande wa uimbaji? Kwa upande wa uimbaji? Kwamba Zanzibar kuna kwaya nyingi, Zanzibar uimbaji umeshika hatamu kweli kweli. Nini kipya zaidi huko? Kwa upande wa Zanzibar kwa kweli tunamshukuru Mungu. Tumejaliwa kuwa na makanisa mengi. Okay. Hilo ni mojawapo, na kingine kwaya zipo nyingi. Okay. Na tofauti. Okay. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa hilo na tunajivunia pia. Ninatamani kufahamu majina yenu, ni kina nani ambao mmepewa jukumu hili la kuwa na mimi leo hapa katika studio ndogo kanisani? Mimi hapa kwa majina naitwa Margaret Msafiri, ni mwenyekiti kwa Jerusalem Melody Tunguu Central. Kwa Jerusalem Melody Tunguu Central. Okay, mwenyekiti. Yes. Sawa. Alafu mwimbaji pia? Ni mwimbaji pia, sauti ya kwanza. Aha, sawa. Nami naitwa Eusebius Cosmas, ndiye mwalimu wa kwaya Jerusalem Melody. Na nina uwezo wa kuimba sauti ya benzi ya 4, hata sauti ya kwanza pia naimba. Okay. Naimba kabisa. I say hongera. Umejaliwa kuweza kuimba sauti hiyo. Ni uimbe nzito alafu ukaimba na ya kwanza pia. Ninatamani kufahamu hivi, kanisa la Tunguu liko maeneo gani? Kwa mfano mtu amekuja Zanzibar leo hii, ametua labda pale kwa boti au kwa ndege, na anataka kuja kusali kanisani Tunguu, anafikaje hapa? Ili kufika kanisani kwetu hapa, ndio, ikiwa unatokea mikoani sasa ngoja. Mikoani hata hapa kuna mikoa? Hapa kuna wilaya na vijiji. Okay. Yes. Kwanza Zanzibar hamna mikoa? Sawa. Okay. Kwa hiyo kumbe ni bara kule, si ndio tuna mikoa? Sawa. Tuseme basi umetoka bara, umekuja hapa kwa mara ya kwanza kabisa, na katika kusikia kwako umesikia kuna kwaya iko katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tunguu, unataka ufike na uko hapa visiwani, unafikaje?
Naam, ukitaka kufika katika kanisa letu la Tunguu Central, ukiwa bandarini unaweza ukachukua bodaboda. Ukamwambia bodaboda nipeleke mpaka stendi mpya. Ukifika pale stendi mpya utakutana kuna gari za chuo. Utapanda gari ya chuo, ukija utakutana na raundi moja inaitwa Tunguu. Utamwambia konda kushushe kabla ya kupinda. Ukishuka pale utachukua bodaboda pia, utalipia shilingi 1000 tu. Utamwambia konda nipeleke kanisani, atakuleta mpaka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tunguu Central. Okay, hiyo ndio njia rahisi ya sisi kuweza kuwaona hapa. Nimesikia wakati mnajitambulisha mkatambulisha na jina la kwaya. Kwaya yenu unaitwaje? Kwaya yetu inaitwa Jerusalem Melody. Okay, inaitwa Jerusalem Melody, alafu kanisa linaitwa Tunguu. Ilikuwaje ninyi mkaamua kwaya yenu muipatie jina la tofauti na kanisa? Kwaya zingine nimekuwa nikizisikia hapa tangu nimefika. Kuna kwaya ya Nungwi Central, kuna kwaya ya Mwera, ni kanisa lao linavyoitwa na wao wakaendelea kujiita hivyo hivyo. Ninyi Tunguu mkaamua mjipatie jina la tofauti. Nini hasa mlikilenga au mliona nini mkatamani kuwa na jina tofauti na utambulisho wa kanisa lenu? Naam, na wakati mwingine kujiita jina la kanisa sio dhambi. Ndiyo. Na pia kujiita jina ambalo sio la kanisa sio dhambi. Ingawa tunashauriwa pia wakati mwingine tupende kutumia majina tofauti na ya kanisa, kwa sababu ndani ya kanisa unakuta tunazo kwaya nyingi tofauti tofauti. Okay. Hapa Tunguu kanisani mna kwaya ngapi? Hapa Tunguu tumebarikiwa kuwa na kwaya 2. Moja ambayo ndo kwaya ya kanisa inayoitwa Jerusalem Melody, na tunayo nyingine inaitwa Asubuhi Njema. Okay. Kwa hiyo zote ni kwaya za kanisa? Ndio, zipo katika kanisa letu hili la Tunguu. Na zinatoa huduma kila siku? Zote zinatoa huduma, tena zinamtukuza Mungu katika ubora. Kwa nini mkaamua kuchagua hili jina la Jerusalem Melody? Kwa nini Jerusalem? Kwa nini Jerusalem? Wakati kwaya hii inaanzishwa, nakumbuka mwalimu hakuwa ni huyo, tulikuwa tuna mwalimu mwingine, mwalimu ambaye ameianzisha kwaya kabisa. Wakati kwaya inaanzishwa? Yes. Ilikuwa mwaka gani hiyo? Ni 2020. Okay. Yes. Okay. Mwalimu huyo akasema tunahitaji kuwa na melody ya tofauti tofauti. Sawa? Yani tunazisikia melody nyingi na melody za Kisabato zinajulikana tu popote pale, yani popote pale utakapokuwa tu ikipigwa tu unasikia wa Sabato hao. Sasa mwalimu ambaye alianzisha hii kwaya akasema hapana, mimi idea yangu nataka tu na Jerusalem na melody ya Jerusalem. Sasa mimi napenda hii kwaya yetu tuite Jerusalem Melody, na kweli jina la kwaya likapitishwa, na baada ya hapo nyimbo zilipoanza kuimbwa kweli zikawa ni za kweli za Jerusalem Melody kweli, yani hata ukisimama ukiimba kweli unasema yes, hawa kweli ni Jerusalem Melody. Kwa hiyo hizi ladha tunazozisikia za uimbaji ni za Kijerusalemu. Yes. Kwa hiyo tunakapokwenda kusikia nyimbo zenu tujifananishe ama feel kana kwamba tuko Jerusalem Kabisa yani. Niko hapa na kwaya ya Jerusalem Melody kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Tunguu. Wanakuambia kwamba utakapowasikia wakimtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji, basi mawazo yako yapeleke kule Jerusalem kabisa. Na mimi ninatamani tuweze kushuhudia kile ambacho tumekisikia mwenyekiti wa kwaya hii akisisitiza. Kwa msisitizo huu basi nakwenda moja kwa moja kubarikiwa na nyimbo 2 kutoka kwao, halafu tarejea hapa tu mengi ya kuweza kufahamu kwaya hii ambayo iko hapa visiwani Zanzibar, yale ambayo wamekuwa wakiendelea kuyafanya katika huduma yao. Lakini kwa sasa nyimbo hizi 2 zikawe baraka kwako.
Tega sikio nikueleze kisa chake mwana mpotevu. Aliomba mali ya urithi kwa babaye, naye alipopata mali kaondoka pale nyumbani, akaenda nchi za mbali na nyumbani. Tega sikio nikueleze kisa chake mwana mpotevu. Aliomba mali ya urithi kwa babaye, naye alipopata mali kaondoka pale nyumbani, akaenda nchi za mbali na nyumbani. Alipoondoka nyumbani katapanya mali kwa anasa. Pale shida zilipomzidi akawaza moyoni, mimi nitarudi nyumbani nimuombe msamaha baba. Baba, naomba nisamehe, nisamehewe. Alipoondoka nyumbani katapanya mali kwa anasa. Pale shida zilipomzidi akawaza moyoni, mimi nitarudi nyumbani nimuombe msamaha baba. Baba, naomba nisamehe, nisamehewe. Inawezekana mwenzangu, umetanga mbali na Mwokozi, umetumia muda wako kwa anasa. Sauti ya Yesu yaita, urudi nyumbani kwa Mwokozi, ujutie na kuungama, usamehewe. Inawezekana mwenzangu, umetanga mbali na Mwokozi, umetumia muda wako kwa anasa. Sauti ya Yesu yaita, urudi nyumbani kwa Mwokozi, ujutie na kuungama, usamehewe. Alipoondoka nyumbani katapanya mali kwa anasa. Pale shida zilipomzidi akawaza moyoni, mimi nitarudi nyumbani nimuombe msamaha baba. Baba, naomba nisamehe, nisamehewe. Alipoondoka nyumbani katapanya mali kwa anasa. Pale shida zilipomzidi akawaza moyoni, mimi nitarudi nyumbani nimuombe msamaha baba. Baba, naomba nisamehe, nisamehewe. Alipoondoka nyumbani katapanya mali kwa anasa. Pale shida zilipomzidi akawaza moyoni, mimi nitarudi nyumbani nimuombe msamaha baba. Baba, naomba nisamehe, nisamehewe. Alipoondoka nyumbani katapanya mali kwa anasa. Pale shida zilipomzidi akawaza moyoni, mimi nitarudi nyumbani nimuombe msamaha baba. Baba, naomba nisamehe, nisamehewe. Kuna milima njiani
vyote ni vikwazo. Shetani ameviweka nia yake tusifike Sayuni, Yerusalemu mpya iliyoandaliwa vinono, tukiwa naye Yesu. Iliyoandaliwa vinono, tukiwa naye Yesu. Tutaingia mbinguni tukiwa nayo furaha, tukiuimba ule wimbo wa Musa mwana-kondoo, tukizunguka kiti cha enzi tukila rojorojo. Tutaingia mbinguni tukiwa nayo furaha, tukiuimba ule wimbo wa Musa mwana-kondoo, tukizunguka kiti cha enzi tukila rojorojo. Kuna ushindi njiani, kuna ushindi na furaha ambao Yesu ametuandalia. Nia yake tufike Sayuni, mji mpya wa amani na furaha, Yerusalemu mpya iliyoandaliwa vinono, tukiwa naye Yesu. Iliyoandaliwa vinono, tukiwa naye Yesu. Tutaingia mbinguni tukiwa nayo furaha, tukiuimba ule wimbo wa Musa mwana-kondoo, tukizunguka kiti cha enzi tukila rojorojo. Tutaingia mbinguni tukiwa nayo furaha, tukiuimba ule wimbo wa Musa mwana-kondoo, tukizunguka kiti cha enzi tukila rojorojo. Tutaingia mbinguni tukiwa nayo furaha, tukiuimba ule wimbo wa Musa mwana-kondoo, tukizunguka kiti cha enzi tukila rojorojo. Tutaingia mbinguni tukiwa nayo furaha, tukiuimba ule wimbo wa Musa mwana-kondoo, tukizunguka kiti cha enzi tukila rojorojo. Yes, tumerejea tena. Naamini ya kwamba sasa tunazidi kusonga mbele, na hizo ni nyimbo kati ya nyimbo ambazo utaendelea kuzipata zilizopo katika kwaya hii ya Jerusalem Melody. Naamini ya kwamba umebarikiwa zaidi. Kwa wewe ambaye inawezekana ndio mara yako ya kwanza, tambua ya kwamba kipindi hewani ni Lulu za Injili na unaitazama Hope Channel Tanzania. Mimi naitwa Prince Emmanuel, niko na kwaya ya Jerusalem Melody kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Tunguu hapa visiwani Zanzibar. Kwa hiyo mwenyekiti, hivi ndivyo ambavyo mliona kwamba mwenende hivyo? Ndiyo kabisa. Sasa yule mwalimu alienda, sijui ameacha au aliondoka? Mwalimu yupo, ila Okay. Kwa sasa ameteuliwa kuwa katika kundi jingine. Tunamshukuru Mungu, katika kanisa letu Ndio. hivi karibuni tumezaa kundi jipya ambalo Okay. ni la Paje. Kwa hiyo mwalimu wetu mwanzilishi kabisa sasa hivi ameshatengeneza tena kwaya nyingine. Baada ya Jerusalem Melody hii tumezalisha tena kwaya nyingine, na hivi rasmi pia itakuja, pia itajulikana hivi punde. Okay. Kwa hiyo sasa mkampata mwalimu huyu. Yes.
ulipoteuliwa kuwa moja ya walimu katika kwaya hii, sijua kwamba kwanza mna walimu wangapi mnaoshirikiana nao kwa upande wa ufundishaji, lakini ninatamani kufahamu ukaamua kupita vile vile ambavyo yule mwalimu wa kwanza mwanzilishi alivyopitisha katika njozi zake, ama kuna mabadiliko ya aina ya uimbaji ambayo umeyafanya? Kwanza kabisa tutambue ualimu ni karama ambayo unapewa na Mungu. Ndio. Karama aliyopewa mwalimu wa kwanza aliyopita na mimi niliyopewa pia. Kwa bahati nzuri na tunamshukuru Mungu pia, karama zinafanana. Okay. Na ndio maana huoni tofauti kati ya nyimbo zinazoimbwa wakati ule na sasa zilizopo. Okay. Zote za Jerusalem Melody. Kwa hiyo hakuna utofauti, unapita mule mule. Hakuna tofauti. Mna walimu wangapi ambao mnashirikiana hapa? Kwa sasa tunaye mwalimu mmoja tu, ingawa tunashirikiana na waimbaji wenzangu pia. Okay. Ndio. Na nani mtunzi wa nyimbo zenu? Mwalimu wa awali ameondoka, wewe upo, lakini nikana kwamba uko peke yako. Nani anayetunga nyimbo zenu? Kwa sasa anayetunga nyimbo tulizo nazo ni mwalimu aliyopo. Kwa hiyo wewe ndiye mtunzi pekee? Amina. Ikitokea kwamba mtu fulani hivi anatamani kuweza kuwapatia nyimbo, mnapokea nyimbo nje ya zile ambazo zimetungwa na wewe mwenyewe? Elda Azaria Sanga ni mmoja wa watu ambao wanapenda sana uimbaji. Namuonaga kuna wakati anajitahidi naye kutaka kutunga hivi. Ikitokea mtu wa namna hiyo anataka kuwapatia nyimbo, mnapokea nje ya zile ambazo umetunga peke yako? Wakati mwingine katika uimbaji au kwenye kwaya huwa kuna mfumo wa uimbaji unaokuwa umewekwa. Kwa nyimbo yoyote inapoletwa au muimbaji yoyote anapotunga wimbo na kuleta ili uimbe wote kama kwaya, lazima tunautazama, je, upo katika misingi ile ya nyimbo zetu au mfumo ule wa kwaya yetu tulionayo. Mwenyekiti, natamani kufahamu ile miaka ya 2000 ndipo mkoa ilivyoanza, 2020 2020. Okay. Miaka ya 2020 wakati kwaya inaanza mlikuwa na waimbaji wangapi na sasa mko waimbaji wangapi? Wakati tunaanza mwaka 2020 tulikuwa waimbaji jumla 15. Yes. Na tuliongezeka tukawa wengi kabisa, tukafika mpaka 20 na kitu. Sawa. Sasa baada ya hapo kwa sasa tena tumepungua tena, kwa sababu baada ya kutengwa hilo kundi la Paje na waimbaji wengine walikuwa wanatoka sehemu za Paje, Michamvi, Bwejuu. Hizi zote ni sehemu ambazo zinapatikana Zanzibar. Kwa hiyo waimbaji wengine sasa hivi wako katika hilo kundi wakimtumikia Mungu, ambao wametokea hapa Jerusalem. Wametokea hapa Jerusalem Melody. Ninatamani tena tukabarikiwe na nyimbo nyingine kutoka kwao, maana ninatamani sasa kuendelea kufahamu ya kwamba hizi ladha ambazo tunaendelea kuzipata kutoka kwao mpaka sasa inavyoonyesha ni kana kwamba kwaya Jerusalem Melody wana utajiri kidogo wa nyimbo, lakini pia hata na watu, maana wamezalisha wengine ambao wameondoka, lakini na wao bado wapo. Tutakuja kuweza kufahamu baada ya kupata mapumziko mafupi ya kubarikiwa na nyimbo nyingine 2 kutoka kwao. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami. Ni hasa ndugu yangu kitakachokutenga na upendo wake huyu Yesu, ambaye aliacha enzi juu akashuka
mchunga mwema, tena kimbilio langu, sitahofu chochote, yeye ni muweza yote. Nijapopita bonde la mauti, Bwana u pamoja nami, gongo lake, fimbo yake yanifariji. Nina furaha, nina amani, kaa ndani yake. Bwana ni mchunga mwema, tena kimbilio langu, sitahofu chochote, yeye ni muweza yote. Nijapopita bonde la mauti, Bwana u pamoja nami, gongo lake, fimbo yake yanifariji. Ni kweli hasa ndugu yangu, sijaona cha kunitenga na upendo wake Yesu. Nakumbuka hasa alikonitoa katika shimo la mauti nilimokuwa nimezama. Acheni mimi nimtukuze, maana yeye ni kimbilio langu wakati wote. Ni kweli hasa ndugu yangu, sijaona cha kunitenga na upendo wake Yesu. Nakumbuka hasa alikonitoa katika shimo la mauti nilimokuwa nimezama. Acheni mimi nimtukuze, maana yeye ni kimbilio langu wakati wote. Bwana ni mchunga mwema, tena kimbilio langu, sitahofu chochote, yeye ni muweza yote. Nijapopita bonde la mauti, Bwana u pamoja nami, gongo lake, fimbo yake yanifariji. Nina furaha, nina amani, kaa ndani yake. Bwana ni mchunga mwema, tena kimbilio langu, sitahofu chochote, yeye ni muweza yote. Nijapopita bonde la mauti, Bwana u pamoja nami, gongo lake, fimbo yake yanifariji. Nina furaha, nina amani, kaa ndani yake. Bwana ni mchunga mwema, tena kimbilio langu, sitahofu chochote, yeye ni muweza yote. Nijapopita bonde la mauti, Bwana u pamoja nami, gongo lake, fimbo yake yanifariji. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu, asimamaye upande wa wana wa watu wako. Na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake, haujawahi tokea tangu misingi ya ulimwengu. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu, asimamaye upande wa wana wa watu wako. Na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake, haujawahi tokea tangu misingi ya ulimwengu. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja aliyeonekana ameandikwa kwenye kitabu kile. Wito tutoa kwako mpendwa, achana na ya dunia muda ungalipo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja aliyeonekana ameandikwa kwenye kitabu kile. Wito tutoa kwako mpendwa, achana na ya dunia muda ungalipo. Muda ungalipo.
Heri watakaovumilia hata ufikie ule mwisho, hao ndio watakaoonekana wenye hekima. Tena heri wanaowaongoza wengi kutenda haki, watang'aa kama nyota milele hata milele. Heri watakaovumilia hata ufikie ule mwisho, hao ndio watakaoonekana wenye hekima. Tena heri wanaowaongoza wengi kutenda haki, watang'aa kama nyota milele hata milele. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja aliyeonekana ameandikwa kwenye kitabu kile. Wito wako mpendwa, achana na ya dunia muda ungalipo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja aliyeonekana ameandikwa kwenye kitabu kile. Wito wako mpendwa, achana na ya dunia muda ungalipo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja aliyeonekana ameandikwa kwenye kitabu kile. Wito wako mpendwa, achana na ya dunia muda ungalipo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja aliyeonekana ameandikwa kwenye kitabu kile. Wito wako mpendwa, achana na ya dunia muda ungalipo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja aliyeonekana ameandikwa kwenye kitabu kile. Wito wako mpendwa, achana na ya dunia muda ungalipo. Muda ungalipo. Muda ungalipo. Muda ungalipo. Hivi ndivyo ambavyo tunavyozidi kusonga katika kipindi cha Lulu za Injili, nikiwa na kwaya ya Jerusalem Melody kutokea hapa Tunguu visiwani Zanzibar. Mimi ni Prince Emmanuel na hii ni Lulu za Injili. Mwenyekiti, ninatamani kufahamu sasa ya kwamba mpaka sasa mna nyimbo ngapi ama mna matoleo mangapi ambayo mko nayo katika kwaya yenu? Kwa nyimbo tunazo nyingi sana sana sana, hazihesabiki. Alizotunga mwalimu au na zile mlizoachiwa? Zote. Okay. Zote tunaziimba. Yaani hatuchagui kwamba labda kwa sababu tu mwalimu alishaondokaga eti zile nyimbo tusiache. No, hapana. Hizo ni nyimbo zetu kama wanakuwa Jerusalem Melody, kwa hiyo ni haki yetu kabisa kabisa na tunazitumia bado. Okay. Kwa hiyo nyimbo ni nyingi sana, hazihesabiki. Ila tunamshukuru Mungu, katika nyimbo hizo tuna album 3 za audio pamoja na album 1 ya video. Lakini nyinyi mna umri mkubwa sana, zaidi ya miaka 6 sasa. Imekuwaje kuwa na album 1 tu ya video 1? Au hamtaki nyie tuweze kuwaona kupitia Hope Channel Tanzania, mwalimu? Wakati mwingine tuwe na subira kidogo, maana muda si mrefu zote zitakuwa katika akaunti yetu ya YouTube, na natamani pia watu waweze kubarikiwa kupitia nyimbo hizo. Na pia yoyote atakayokuwa anatusikiliza kupitia radio AWR ama TV ya Hope Channel, akae mkao tayari. Nyimbo zipo zinakuja, ni nzuri, zinamtukuza Mungu na atabarikiwa pia. Si yeye tu, mataifa yote watakaosikia nyimbo hizo watabarikiwa na watamwona Yesu. Leo tukiwa hapa katika kipindi tunatazamwa na mamia na maelfu ya Watanzania
kote hapa nchini, kwa sababu Hope Channel Tanzania inasikika inaonekana nchi nzima. Ninatamani kufahamu endapo mtu akitamani nyimbo zenu hizi ambazo tayari mmekwisha kuzirekodi, hizo album 3 za audio ama hiyo album moja ya video, anazipata vipi? Naam, atafungua katika akaunti yetu ya Jerusalem Melody. Katika akaunti ya YouTube ataziona nyimbo hizo. Zipo video kadhaa zimekwisha kuwekwa katika akaunti hiyo, na zingine pia zitaendelea kuwekwa. Hiyo ndio njia pekee ya kuweza kupata nyimbo zenu? Ndio, ukifungua akaunti yetu ya YouTube utazikuta nyimbo hizo. Okay, ninatamani pia kufahamu utaratibu ni upi kwenu ambao unatumika endapo kama tukihitaji kuweza kualika katika mialiko tofauti tofauti. Tuna zile sabato za uimbaji wanazitaga choir day. Kuna sherehe za vibanda, wengine wanaziita makambi. Tukiwahitaji Jerusalem Melody kutoka Tunguu, tunawapata namna gani? Utaratibu gani unapaswa kuweza kutumika? Taratibu zinajulikana kwamba ukihitaji kwaya yoyote ile lazima utume barua kwa kanisa kuliomba, then barua itafika kwa wahusika, tutalijadili. Baada ya hapo tutarudisha kanisa, litachakata namna gani tunaweza kufika sehemu husika. Huo ndio njia. Kuna mawasiliano ambayo tunaweza tukayafanya, maana sasa wakati mwingine mtu anayetusikiliza sasa anatamani kuwaita mwelekee Kigoma, kutokea huku Zanzibar mwende Kigoma. Kuna mtu anatamani kuwaita hivi sasa mwelekee Kagera. Kuna yule anayetamani mwende Dodoma ama Arusha kwenye makambi mwaka huu. Kuna mawasiliano ambayo yanaweza yakatumika kuweza kuwapata moja kwa moja? Ndiyo, mawasiliano yapo ambazo ni namba za simu za mwalimu wa kwaya pamoja na mwenyekiti. Hebu tupatie basi hizo namba kabisa, zitajwe ili tuweze kuzisikia, wale ambao wanatufuatilia waweze kuzipata. Naam, na wakati mwingine ukihitaji uongozi wa kwaya yetu ya Jerusalem Melody, unaweza ukamtafuta mwalimu wa kwaya Jerusalem Melody kwa kupiga namba 0614051321. Hiyo ni namba ya mwalimu wa Jerusalem Melody. Ukimpigia atakuunganisha moja kwa moja na mwenyekiti wa kwaya. Wakati mwingine hata ukihitaji labda uongozi wa kanisa pia unaweza ukaunganishwa moja kwa moja, wakakupa utaratibu kamili zaidi kuliko hata sisi ambao tunaweza tukawapa. Mbali na swala zima la muziki wa Injili ambalo mnajishughulisha kwalo, ninyi ninatumai ya kwamba ni wainjilisti tosha kabisa, na hasa katika visiwa hivi vya Unguja na Zanzibar kwa ujumla. Ninatamani kufahamu ni mikutano mingapi ama mmefanya kwa kiasi gani uinjilisti wa nje ya uimbaji ambao mmekuwa mkiufanya? Na kwa sasa uinjilisti wetu tuokwisha kufanya ni wa ndani ya Zanzibar yetu hii, ambao tumekuwa tukialikwa katika makanisa mbalimbali kama Zanzibar Central. Wakati mwingine wanatualika, tunakwenda tunatoa huduma kule. Wakati mwingine kuna makanisa kama Chuini wanatualika, tunakwenda kutoa huduma kule. Nje ya Zanzibar bado hatujapata mialiko hiyo. Okay, hamjafikiria kuweza kufanya mikutano ama zile semina zozote za uinjilisti za nyumba kwa nyumba, ninyi kama kwaya, sio kama kanisa, kama kwaya, na mkasimamia, au hata kufanya uinjilisti kwa njia ya vyombo vya habari, mkasema kwamba tutalipia muda wa matangazo, tuplani kuweza kufanya tena? Mwenyekiti hili ndio angetusaidia zaidi, kwa sababu yeye ndiyo kiongozi mkuu ambaye tunayemtazama. Yawaza kufanya vitu kama hivyo kwa ajili ya kuweza kupata marafiki wengine ambao watamfahamu huyu Mungu
nje ya wale ambao wanamfahamu Mungu kwa njia ya nyimbo ambazo mmekuwa mkizimba? Kufanya uinjilisti tunafanya sawa, na pia kwa uchache wetu na kwa udogo wetu Ndiyo. tunafanya kadri Mungu anavyotuongoza. Naam. Najua bado hatujafika stage kubwa sana, lakini kwa hiyo hatua moja ndogo tunaoipiga, naamini Mungu atakuwa pamoja nasi. Uinjilisti tunaofanya ni kuwatembelea wenye mahitaji na kuwasaidia. Japo hatujafika bado ngazi nyingine, ndo tunapiga hivyo hatua mdogo Ndiyo. mdogo. Naamini ipo siku tutafika, hata uko nakotamani tufike, naamini tutafika tu. Tutaraji ninyi sasa kutoka kwa kwaya ya Jerusalem Melody kwa siku za hivi karibuni. Yuko mtazamaji ambaye anafuatilia hivi sasa, atatamani kuweza kulisikia hili kutoka kwenu. Sijui nianze na mwenyekiti, alafu na mwalimu naye ataweza kutugusia hapo kidogo. Kwa kipindi hiki cha hivi karibuni tutarajie mazuri kutoka katika kwaya yetu ya Jerusalem Melody. Pia tunamshukuru Mungu, tumeweza kufungua akaunti yetu ya YouTube na tayari pale nyimbo tumeshaweka nyimbo kama 3. Kwa hiyo tuendelee, kwa hiyo muendelee kutusupport kwa kweli, sawa? Na pia ndugu watazamaji, wasikilizaji, usikose kufika pale katika channel, kulike na kusubscribe na kushare pia, ili mtusapoti waimbaji wenu. Okay. Mwalimu, tutaraji nini kutoka kwenu? Naam, kama Mungu aishivyo na kadri anavyoendelea kutupa pumzi na uhai, tutarajie, maana mipango yetu na malengo yetu ya kwaya ni kufanya uinjilisti. Kwa tutarajie mambo makubwa katika mwaka wetu huu 2026. Muda wangu na nitupa mkono kwelikweli. Ni washukuru sana kwa nafasi nzuri ambayo mmekuwa pamoja nami hapa, na hatimaye leo hii nimeongeza, naweza kusema kaunti yangu ya waimbaji na kwaya kwa ujumla, maana leo pia nimeweza kuifahamu kwaya ya Jerusalem Melody kutoka hapa Tunguu. Niwashukuru sana, natamani zile nyimbo nyingine ambazo bado basi tuweze kuzipata kwa haraka. Sivyo mwalimu? Ndio, mtazipata. Mwenyekiti, nikushukuru sana na wewe pia kwa muda wako, na nikutakie utumishi mwema katika zamu yako katika kwaya hii ya Jerusalem Melody. Asante, nawe pia Mungu akubariki. Amina, asante sana. Rafiki, ndivyo ambavyo tunavyohitimisha kipindi chetu cha Lulu za Injili. Kumbuka nimekuwa kwaya ya Jerusalem Melody kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Tunguu hapa visiwani Zanzibar. Ninapoondoka sasa, ninakuacha na ukabarikiwe na nyimbo kutoka kwao. Naitwa Prince Emmanuel, asante na kwaheri kwa sasa. Matendo yako Bwana ni makuu sana, hakuna hata mjenzi wa kufanana nawe. Wafalme na wafalme wanatafuta sifa, ufalme wako Bwana hujawahi tetereka. Sifa nyingi zimeenea za watu, wafalme na watu maarufu wameonesha sifa zao. Leo tunakutambulisha Bwana, wewe mkuu sana, hakuna hata moja wa kufanana nawe.
Twaimba, twasifu, wewe ni mwema, tukushukuru we Muumba kwa kutuumba. Ndege, wanyama, mimea wanakusifu Bwana. Mimi ni nani niache kukuimbia? Nitaimba sifa zako mpaka nitapolala. Twaimba, twasifu, wewe ni mwema, tukushukuru we Muumba kwa kutuumba. Ndege, wanyama, mimea wanakusifu Bwana. Mimi ni nani niache kukuimbia? Nitaimba sifa zako mpaka nitapolala. Hatua zangu, wajua kulala kwangu, kuamka kwangu. Umenizingira nyuma na mbele kwa mkono wako. Maarifa yako ni ya ajabu, yanishinda mimi. Wewe Bwana wanichunguza hatua zangu, wajua kulala kwangu, kuamka kwangu. Umenizingira nyuma na mbele kwa mkono wako. Maarifa yako ni ya ajabu, yanishinda. Twaimba, twaimba, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe Muumba kwa kutuumba Baba. Ndege wanakusifu Bwana. Mimi ni nani niache kukuimbia? Bwana, nitaimba sifa zako mpaka nitapolala. Twaimba, twaimba, wewe ni mwema, wewe Muumba kwa kutuumba Baba. Ndege wanakusifu Bwana. Mimi ni nani niache kukuimbia? Bwana, nitaimba sifa zako mpaka nitapolala. Twaimba, twasifu, wewe ni mwema, tukushukuru we Muumba kwa kutuumba. Ndege, wanyama, mimea wanakusifu Bwana. Mimi ni nani niache kukuimbia? Nitaimba sifa zako mpaka nitapolala. Kuna milima njiani, kuna milima na mabonde, hivyo vyote ni vikwazo. Shetani ameviweka nia yake
tusifike Sayuni, Yerusalemu mpya iliyoandaliwa vinono, tukiwa na Yesu. Iliyoandaliwa vinono, tukiwa na Yesu. Tutaingia mbinguni tukiwa nayo furaha, tukiuimba ule wimbo wa Musa mwana-kondoo, tukizunguka kiti cha enzi tukila rojorojo. Tutaingia mbinguni tukiwa nayo furaha, tukiuimba ule wimbo wa Musa mwana-kondoo, tukizunguka kiti cha enzi tukila rojorojo. Kuna ushindi njiani, kuna ushindi na furaha ambao Yesu ametuandalia. Nia yake tufike Sayuni, mji mpya wa amani na furaha, Yerusalemu mpya Iliyoandaliwa vinono, tukiwa na Yesu. Iliyoandaliwa vinono, tukiwa na Yesu. Tutaingia mbinguni tukiwa nayo furaha, tukiuimba ule wimbo wa Musa mwana-kondoo, tukizunguka kiti cha enzi tukila rojorojo. Tutaingia mbinguni tukiwa nayo furaha, tukiuimba ule wimbo wa Musa mwana-kondoo, tukizunguka kiti cha enzi tukila rojorojo. Tutaingia mbinguni tukiwa nayo furaha, tukiuimba ule wimbo wa Musa mwana-kondoo, tukizunguka kiti cha enzi tukila rojorojo. Tutaingia mbinguni tukiwa nayo furaha, tukiuimba ule wimbo wa Musa mwana-kondoo, tukizunguka kiti cha enzi tukila rojorojo.